Mwanamichezo, karibu sana. Ni siku nyingine tena tunaendelea kukujuza ambayo yanahusiana na michezo, lakini kubwa zaidi ni kukumbushe tu kuhusiana na taarifa kutoka Naika Food Point. Hawa ni wauzaji na watengenezaji wa juice fresh, lakini pia bites pamoja na coffee wanapatikana Tabata Mbuyuni, kama unaelekea Tabata Segerea. Fika pale kwa ajili ya kujipatia huduma nzuri kabisa kwa mahitaji ya kila ambacho unakihitaji. Kumbuka ligi kuu ya NBC hii leo inaendelea kama kawaida kwa michezo mitatu kwenye viwanja tofauti tofauti, ambapo hii leo Fountain Gate atamkaribisha Young Africans saa 10 kamili kwenye uwanja wa Sheikh Amri Abeid mkoani Arusha. Lakini mchezo mwingine ni kati ya Pamba Jiji dhidi ya Mtibwa Sugar, mchezo ambao utachezeka kwenye uwanja wa CCM Kirumba mkoani Mwanza. Lakini mchezo wa mwisho ni kati ya JKT Tanzania dhidi ya Tanzania Prison. Wanajeshi hawa wote wanakutana kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuyo Dar es Salaam kuanzia saa 10 kamili za jioni. Lakini baada ya hapo basi ratiba nyingine zitaendelea kuhusiana na mashindano ya CRDB Federation Cup, ambapo Azam FC kama mwenyeji wa mchezo atamwalika Young Africans tarehe 21 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 kwa ajili ya kutafuta fainali kwa msimu wa 2025-2026, fainali za CRDB Federation Cup kule mkoani Mwanza. Na hapa muda huu tunazungumza na mkuu wa idara ya habari na mawasiliano kutoka Azam FC, Thabit Zakaria Zaka kazi. Atueleze namna ambavyo wamejipanga kwa upande wao kuelekea kwenye huo mchezo, kwa sababu mchezo huo watacheza kule mkoani Mwanza tarehe 21 kama nilivyokuambia. Na muda huu tuko live na Zaka kazi. Atueleze hali ya kikosi, lakini pia wamejipangaje kuelekea kwenye huo mchezo. Zaka, habari yako? Salama, habari ya huko? Njema kabisa, sijui hapo Chamazi. Chamazi ni salama, Chamazi ni kwema. Yeah. Sawa, tuko hapa na uko live kupitia Ava TV. Tueleze hali ya wachezaji, lakini safari ni lini kuelekea mkoani Mwanza kwa ajili ya maandalizi kuelekea kwenye mchezo wenu wa nusu finali ya CRDB Federation Cup kule kwenye uwanja wa CCM Kirumba ambao utachezwa tarehe 21 mwezi huu. Ya, hali ya kambi ni nzuri, timu inaendelea na mazoezi baada ya mchezo wetu uliopita, na mazoezi yanaendelea vizuri. Wachezaji wetu wote ambao walipatikana katika mechi zilizopita wako salama. Ndio. Na wale ambao walikuwa majeruhi wameanza kidogo kurudi mazoezini, japo itategemea na hali yao wakati mchezo ukikaribia. Lakini wachezaji kama Sopu, Mendoza wamefanya mazoezi na timu, japo session zao ni tofauti na session za wale wengine, lakini wamesharudi mazoezini. Hilo ni jambo zuri. Na kila siku zinavyozidi kwenda taarifa zaidi zitajulikana kwamba watafikia watu gani ya kupona kwao. Lakini kimsingi ni kwamba kila kitu kinakwenda sawa sawa. Program ya mwalimu inafanyika vizuri na tunashukuru kwa hilo. Ndio, taarifa ya safari hiyo kuelekea mkoani Mwanza, taarifa itatolewa. Bado hamjafahamu mtaondoka lini mkoani Mwanza? Hapana, hatujatoa taarifa. Yaani taarifa tutatoa baadaye. Sio hatufahamu, lakini bado hatujaamua kutoa hiyo taarifa. Ndio. Naam. Lakini tuambie pia mipango ikoje kuelekea kwenye huo mchezo, kwa sababu mnakwenda kucheza mchezo mgumu, mchezo wa mtoano ambao utaamua nani ambaye atakwenda kwenye hatua ya finali. Ya, hicho ndio kitu kikubwa pekee kilichopo kwenye mchezo huu, kwa sababu tu ya thamani ya ule mchezo kwamba huu ni mchezo wa nusu finali, unaweza kaamua. Lakini zaidi ya hapo ni kawaida tu, kwa maana kwamba hii mechi itakuwa ngapi sisi na Yanga mwaka huu. Tumecheza tayari mechi ya ligi, tumecheza kombe la muungano, tumecheza kombe la mapinduzi. Unafahamu mechi 3 tayari, hii itakuwa ya 4 ndani ya msimu huu. Kwa hiyo tunacheza nao mara nyingi, hizi timu tunakutana nazo mara nyingi sana, hizi timu kubwa. Ingekuwa labda hii mechi tunakwenda kucheza na Pamba au Prison, ni timu ambazo tunakutana nazo mara chache, ndio mambo yanakuwa mengi. Yani una wasiwasi kwamba nini hii timu hatuijui sawa sawa, kwa sababu tucheze nayo mara kwa mara. Lakini timu kama Yanga ambayo inacheza kila siku, wala hakuna kitu kingine kipya chochote zaidi tu kwamba hii mechi ya nusu finali, na nusu finali ni kitu kikubwa sana. Basi kucheza nao mara kwa mara pengine ndio kunakuwa na urahisi kwa upande wenu, au kwenye swala la kupata matokeo. Watu wanajuana, yani wachezaji wenyewe wanajuana, wamezoeana. Ni kama sehemu ambayo unakwenda kila siku unaijua vizuri zaidi kuliko sehemu ambayo unaenda mara moja. Ndio.
Yeah. Mchezo uliopita hatukumuona Faisal, lakini pia hatukumuona Nuru. Taarifa zao zikoje kwa sasa? Hawakuonekana wengi sana kwa sababu ule mchezo ukiacha wale 11 walioanza, kuna wachezaji kama 3 au 4 tu waliingia katika kundi watu 30. Kwa wengi sana hawakuwepo. Lakini kila mmoja na sababu yake. Sasa nikija kwa hao wataja ni kwa sababu walikuwa na kadi 4 za njano ambazo zinawakataza kucheza mechi inayofuata kwa mujibu wa kanuni. Kwenye mechi yetu ya mwisho kule Arusha walipata kadi dhidi ya Fountain Gate, kwa hiyo wakakosa mchezo huu. Ndio. Na wameshatumikia adhabu, sasa wako mazoezini kujiandaa na mechi zinazokuja. Tutegemea kuiona Azam FC ikifuzu kwenye hatua ya finali Zaka? Sasa huo unakuwa ni utabiri ambao sitaki kuingia sana kwenye hilo, lakini na sisi wenyewe tunatamani hilo na kama itakuwa hivyo itakuwa jambo zuri sana. Na baada ya mchezo huo tunaomba tu pia uzungumze na kuhusiana na hili, kwa sababu mchezo wenu wa ligi mkitoka kule mkoani Mwanza kucheza na Yanga, mtakwenda tena kucheza mchezo mwingine wa ligi kuu na Yanga kule visiwani Zanzibar. Mmeipokeaje taarifa hiyo, na bila shaka mambo yako vizuri kuelekea kwenye huo mchezo pia? Hapana, sisi huo mchezo bado hatujajua jambo lolote. Usema mambo yaenda vizuri kwa huo mchezo, hata jambo moja hatujalijua hadi mchezo huu uishe. Lakini taarifa hiyo mnayo kwamba mtakwenda kucheza visiwani Zanzibar? Of course hili toka public bwana, na sisi tunapewa taarifa rasmi. Yaani kabla hata haijafika sehemu yoyote. Ndio. Lazima timu zinazohusika zipewe taarifa na tulipewa taarifa. So tunajua. Lakini kwa maana mambo yanakwendaje ndio hicho nasema mimi sijui kinachoenda chochote, kwa sababu kama klabu sisi huwa tuzingatii mechi ambazo bado ziko mbali. Ndio. Huwa tunazingatia mechi ambayo iko mbele yetu. Na sasa hivi mechi iliyoko mbele ni ya Mwanza. Ndio. Baada ya hapo ndio tutaanza kuzungumza kuhusu mechi nyingine. Sawa, la kumalizia Zaka, mashabiki nimeona wanajiandaa na wao kuelekea kule mkoani Mwanza kwa ajili ya kwenda kuwasupport wachezaji wenu kwenye mchezo wenu muhimu. Una lipi la kuzungumza nao kuelekea kwenye huu mchezo? Ni wachezaji wao wanakwenda kuwasupport wachezaji wao. Mashabiki wa Azam. Wao kama mashabiki wanakwenda kuwasupport wachezaji wao. Ndio. Na hilo ni jambo zuri kwa sababu wamechukua hatua mikononi mwao wao wenyewe. Timu ni ya kwao. Hii timu ya mpira yoyote haipo kwa ajili ya unawaona wanakaa na kusema wanaisemea timu sijui nani timu ya mpira ni ya mashabiki. Wao ndio tabaki pale siku zote. So jambo zuri kulifanya, na ungeomba wengine walioko maeneo mengine waungane na hawa ambao wameshaanza hizi harakati. Na wale walioko Mwanza pia watengeneze mazingira, wenzao wakifika wapokee vizuri ili kwa pamoja tucheze na inshallah tushinde. Sawa Zaka, tutakutana mkoani Mwanza. Nashukuru sana. Asante sana. Huyo ni mkuu wa idara ya habari na mawasiliano Thabit Zakaria Zaka Zakaz kutokea klabu ya Azam FC akizungumza mipango, lakini pia hali ya wachezaji kuelekea kwenye mchezo wao wa nusu finali kombe la shirikisho la CRDB kule mkoani Mwanza, ambapo mwezi huu tarehe 21 Azam FC atamkaribisha Young Africans kwa ajili ya kutafuta tiketi ya kwenda kwenye hatua ya finali kwenye kombe hilo. Bila shaka umeweza kumsikia kwa uzuri kabisa akielezea kinaga ubaga kile ambacho kinaendelea kule Chamazi. Kwa mengine mengi endelea kufuatilia Ava TV. Kwa sasa ni kuache na hilo. Naitwa Memorasia, nyuma ya kamera ni Asha Kaboga.